kikubwa ambacho naomba kusisitiza kwanza ni umuhimu wa ushiriki kwa halmashauri zetu zote, na hasa maafisa biashara wa halmashauri. Kuna wachache ambao hawapo, nielekeze kupitia katibu tawala aendelee kuwasisitiza wakurugenzi wetu wote wahakikishe wanawezesha maafisa biashara kushiriki katika maonyesho haya makubwa ya kimataifa na kitaifa. Kuna mambo mengi sana wanajifunza, lakini inakuwa rahisi kuwahudumia wafanyabiashara na wajasiriamali katika halmashauri zao. Lakini pili, baada tu ya maonyesho tumeona products nzuri sana, vifaa vingi au tuseme kuna products za viungo vimewekwa katika ubora mkubwa sana. Kinachopungua ni barcode, TBS waweze kuingia kwenye masoko. Sasa nielekeze tu baada ya hapa iundwe kuanzishwa utaratibu kamili au jukwaa la mkoa ambalo wale wajasiriamali wote walioshiriki wote tuanze nao, na wengine ambao tayari wana products zao tuweze tukawasaidia wapate barcode, lakini vile vile waweze kupata TBS waingize bidhaa sokoni bila changamoto yoyote. Lakini lingine, nimefurahishwa ushiriki wa kina mama huko, lakini na vijana. Mwakani tunaomba vijana wawe wengi tena zaidi, na hata ikibidi tutaongeza maeneo kwa ajili ya vijana kushiriki zaidi. Na wale wote ambao wameshiriki tuhakikishe wamejisajili kwenye NeST, mfumo wa NeST na procurement, kwa sababu maofisini tunapika chai, tunahitaji viungo. Products nyingi hizi tuanze kununua sisi kama serikali kabla hazijaingia mitaani kwa wananchi. Lazima tuwawezeshe kupitia taratibu ambazo tumezielekeza. La mwisho kabisa ni swala zima la mabustani ya maua. Tumeona ushiriki wetu, mjasiriamali anatengeneza maua lakini ya plastiki. Sasa tunataka maua ya asili, na bahati nzuri sisi tuna minazi na mazao ya minazi ambao ni makoko yale ya mnazi inatumika pia kutengeneza mbolea nzuri kabisa kwa ajili ya kuoteshea maua. Tunauza Kilimanjaro, tunauza mkoa wa Arusha, na wenzetu wanatumia katika mabustani yao ya maua. Lakini sisi Tanga, katika mambo ya vitu ambavyo bado hatujafanya vizuri ni mabustani ya maua. Tumekubaliana baada ya maonyesho kwa kushirikiana na timu ya maafisa mazingira wetu, lakini na afisa biashara aliyokopa hapa na wajasiriamali wanaozalisha mbolea ile ya nazi, ya makoko ya nazi, tuanzishe bustani ya mfano. Tuweke maua, tutafute, tuna maua Lushoto, tuna maua maeneo yote, tuanzishe kitalu cha maua ambacho kitakuwa cha mfano, ili kupitia kitalu kile maua yakasambae katika halmashauri zetu zote. Tunataka tuwe na maonyesho ya maua mkoa wa Tanga. Kama Kilimanjaro inastawi, Arusha inastawi, haiwezekani Tanga isiweze kustawi. Kwa hivyo tufanye hayo kwa ukubwa wake, ili kuhakikisha kwamba na yenyewe inakuwa ni ajira kwa vijana, lakini pia inapendezesha mji wetu na inafurahisha kwa ujumla, kwa sababu watu wa Tanga wanajipenda. Jasmini zipo na mlangilangi upo. Kwa hivyo vitu kama maua ni mambo ambayo ni lazima tuyafanye, ili basi wakipita mkoa wa Tanga, mji yetu, wakipita pale katika barabara ya Taifa Road, kuwa kunanukia manukato tu sio ya udi, lakini na maua ya asili. Basi niwapongeze tena kwa jinsi ambavyo mmefanya maonyesho ya mkoa makubwa. Mwaka huu ni wa 3 toka mkoa tumeanza kushiriki, na kila mwaka tunakuwa zaidi. Tulianza na mabanda 2, 3, mwaka jana ilikuwa mabanda 5, mwaka huu tuna mabanda 10. Kwa hivyo kila tunavyozidi tunafanya kwa ukubwa wake, lakini nia ni wajasiriamali wajifunze kwa wenzao kwenye nchi zingine za nje za Afrika Mashariki, lakini hata nchi zingine, waone bidhaa zinazoingia masokoni, waboreshe bidhaa zao, lakini wajifunze tu jinsi ya kuingia katika soko la kimataifa. Hongereni sana wajasiriamali kutoka Tanga. Tanga oye! Wafanya biashara na wajasiriamali oye! Mama Samia safi! Asanteni sana.